ninafurahi sana sana kinachoendelea kati ya Irani na Israeli na Marekani, lakini sikufurahia kilichotokea. Kwa hiyo kama tadinu tudanu, kama unavyotenda kumtendea mwenzio na wewe utatendewa hivyo hivyo. Sasa Wairani wanauliza, Wairani wanajiuliza, tutauliwa viongozi wetu mpaka lini? Viongozi wetu watauliwa mpaka lini? Hivyo Wairani wakaingia mzigoni. Hivyo Wairani wakaingia wapi? Mzigoni, kupambana. Mwirani ameapa ya kwamba vita hii havitoisha kwa mazungumzo, na wao hawataki mazungumzo. Leo nimeona rais wa Iran amepost Twitter, amepost huko katika mtandao wa X, akasema ya kwamba mabomu yaliyokuwa yakitumika kuipiga Tel Aviv na kuzipiga nchi za jirani Saudi Arabia, Katari na Dubai na nchi zingine hizo kama Kuwait ni mabomu yale ya zamani, ya zamani. Sasa yale mabomu ya zamani ndio yaliyoichakaza Tel Aviv. Sasa anasema sasa vita ndo inaanza. Vita ndo inaanza. Vita ni vita mura. Vita ndo inaanza. Ndio maana anasema ya kwamba mimi ninafurahi sana na hiki kinachoendelea, lakini sikufurahia kilichotokea. Najua wengi wanaweza wasinielewe maana ya msemo huu, na wengi hawatonielewa, na kama hamtonielewa, fikiri kwanza kabla hujahukumu. Jamani, kuonewa mpaka lini? Unajua Marekani ni muongo sana. Marekani ana propaganda nyingi sana. Ana tabia kudanganya sana na kujifanya ndio super power. Mara ameenda kumteka huyu, ameenda kumchukua Maduro kama sisimizi, anataka amuendeshe Khamenei. Yaani dunia nzima amfuate. Wewe ni nani? Who are you? Wewe ni nani? Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kipenzi chetu mama yetu Samia Suluhu Hassani aliwahi kusema, who are you? Wewe ni nani? Sasa wewe ni nani? Ndicho kinachomtokea sasa Marekani. Wewe ni nani? Marekani, wewe ni nani? Ndicho kinachomtokea sasa. Mwirani anapiga. Trump ametangaza ya kwamba wajiandae kwa lolote litakalotokea, maana mabomu yanaweza kuanguka popote pale. Kwa ina maana Marekani ashajua, yani ambaye ni rais wao yule Marekani ambaye ni Trump, ashajua kwamba Irani kumbe wana uwezo mkubwa wa kurusha mabomu mahala popote yakaanguka. Acha wapigwe, mimi ndio furaha yangu, lakini sikufurahia kilichotokea. Huo ndio kweli jamani. Wallahi, tunaonewa mpaka lini jamani? Tutaonewa mpaka lini? Sisi huko mama Samia, unaona mpaka sasa hivi Trump ameanza kuweka vikwazo huko wapi? Mara sio huko Rwanda iwekewe vikwazo, mara ingilie Uganda, tuingilie Tanzania. Yaani anataka kutuongoza yeye. Who are you? Wewe ni nani? Hapana bwana, hapana Trump bwana. Acha ushike adabu bwana. Acha ushike adabu. Nilijua bomu. Nimeshtuka maana unaweza kushangaa bomu likaanguka hapa. Nimeshtuka, nilijua bomu. Trump, wewe ni nani? Acha ushikisho adabu.
Na Wairani wameapa. Mimi unajua najua Kiarabu jamani. Na ndio maana kama mkifuatilia sana Instagram yangu mimi, watu ambao nimewafollow wengi ni Waarabu. Kwa Tanzania niliyemfollow ni Harmonize. Harmonize ndiye niliyemfollow, na yeye akanifollow back. Nimemfollow waziri wa maji, na yeye akanifollow back, ambaye ni Juma Aweso. Yaani kwa Tanzania nimefollow wachache sana ambao mimi kwangu nawaona ndio watu wa maana. Tanzania mimi nimewafollow watu wachache sana ambao kwa upande wangu mimi ndio nawaona watu wa maana. Kuna waziri ambaye ni Juma Aweso, kuna Harmonize. Huyu ni wa maana sana kwangu mimi. Lazima nimfollow, nifuatilie kile anachokifanya. Alafu wengine wote ni Waarabu. Sasa Waarabu mimi najua wanachokizungumza. Wakiandika kwenye makaratasi yao, ma Twitter manini, mimi naelewa. Kwa sasa na waibieni siri, na najua pia mwakielewa. Wairani wameapa lazima wamuue Netanyahu. Mtu Netanyahu, mtu anaitwa Nyau. Anauliwa huyo mzee. Mtaniambia maneno yangu. Mtanikumbuka siku moja mtanikumbuka. Kwa hiyo mimi bwana jamani, kama nilivyosema, nina furaha sana ya hili linaloendelea, lakini sikufurahia kilichotokea. Kilichotokea ni kipi? Sikufurahia kuuliwa kiongozi wa Iran ambaye ni Al-Khamenei. Sikufurahia hata kidogo. Wallahi niliumia sana. Yaani nilivyosikia ameuliwa, sikusema chochote, yani nilinyamaza kimya. Nikabaki sina furaha, nikanawaza kwa sababu nilikuwa ni mtu mzima, alikuwa ni mzee, lakini alikuwa ameshapooza hadi mkono, lakini alikuwa akijidhatiti akitafuta uhuru na kujiamini na mamlaka ya wao wenyewe, kujiamulia mambo yao. Kwa hiyo nilibaki nimenyamaza kimya. Lakini sasa ninafurahia kinachoendelea, jinsi wanavyopata kipigo, Waisraeli wanavyopigika, na Wairani wameshaapa ya kwamba lazima walifute hilo taifa la Israeli hapa duniani. Ndicho kilichotokea kwa Qatar na Saudi Arabia na kwingineko ambako kuna kambi za jeshi za Marekani, kwa sababu wewe ni jirani na Irani. Qatar ni jirani na Irani, Saudia ni jirani na Irani. Wewe unaenda kumpokea Marekani, anaweka kambi za jeshi pale. Zile kambi kwamba wanajeshi wa Marekani wanatoka pale kwenye zile kambi za Qatari za Saudi Arabia zipige Irani. Wakati hebu jiulizeni hapo, kwa nini Irani asikushughulikie? Lakini kuna watu ambao hawana akili, wanasema bwana anapiga ovyo ovyo, anapiga majirani, anapiga wale waliokupokea. Wao nafikiri kama kwa mfano kambi ya jeshi ya Marekani ipige Tanzania pale, sisi tutaenda kupiga Marekani, sisi tutakupiga wewe hapo Kenya. Alafu tena mnaanza kulalamika eti mbona anapiga majirani? Tunakupiga wewe uliyempokea na tunapiga na kambi yao. Yaani Mungu huyu bwana, Mungu ana maajabu yake. Kunifanya mimi nisiwe rais. Mungu ana makusudi wallahi. Mungu ana maana yake na wala simlaumu. Yaani kuninyima mimi urais nisiwe president of Tanzania. Mbona Trump acha mkojo angekuwa anajinyea. Yaani mimi ndo ningekuwa rais wa Tanzania. Alafu nina kamanda Mrilo, nina Mafuele. Mbona najiamini popote, yani ningefanya chochote ningefanya. Yupo Mafuele, yupo kamanda Mrilo.